Mimi naamini kama wewe unafuatilia muziki wa hip hop na unaupenda, kuna kipindi ulitubless wasanii wakali sana, rappers ambao ni conscious, yani ukiwasikiza mwenyewe unakaa unajiuliza hao walikuwa wapi na mbona hawapewi nafasi hiyo ambayo tunatamani tusikie rappers wapya wamepewa, tusikie vichwa vipya vina challenge vipi hili game. Na moja kati ya wasanii ambao walikuja na huo upepo au niseme hicho kipindi ni Nacha Awesome. Mimi nasemaga Nyasubi icon, Nyasubi finest. Yeah, Yes. yeah. Amekuwa kimya. So nikasema so mbaya kama nikimvuta Nacha tupige naye story vipi. Wanakuaga na depression, wanatulia mnaacha kumbe watu wana depression. So nikasema so mbaya sana leo wacha nipige naye story. Yes, Nacha amefika hapa ndapiga naye story, lakini nikukumbushe tu kwamba niko na Silent Ocean. Hawa bana wanahakikisha kwako wewe mfanyabiashara mambo ni rahisi sana. Unaweza kutuma mzigo wako ukaja Tanzania vizuri ukafanya biashara yako vizuri kabisa, na ndio maana wanakuambia ukiagiza nao haujapoteza kwa sababu wao ni simba wa bahari. So this is your girl Sarafina Jerry, and of course I have my boy Nyasubi icon, Nyasubi finest. Yeah. Nacha, you good? Niko sawa My brother. Yeah. You look fine yourself. Yeah man, nashukuru. Na ukiniona tu usionekane kama nilikuwa na depression yao. Na kuona kama unataka ubob male kabisa. Hapana bana, niko sawa, namshukuru Mwenyezi Mungu kidogo. Kwa mtu najua ambaye kaniona muda mrefu, akiniona leo anaweza akashangaa kidogo nimeongezeka, nimenenepa, shavu limetoka kidogo. Muonekano umebadilika kama hivi, kwa hiyo alhamdulillah. Hiyo ina tafsiri gani? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, vitu vinaenda. Ukiniona kimya si release muziki, haimaanishi kwamba napitia situation mbaya. Hapana. Maybe nilikuwa najipanga, kuna namna naandaa mabomu, unanielewa? Kuna namna nataka nije tofauti kwa sababu watu walikuwa washanisikiliza pia. Kwa hivyo hicho ndo kikubwa, nilikuwa naandaa pia mabomu. Lakini serious unaendeleaje mwenyewe? Uchumi, muziki wako? Niko sawa kabisa. Nafikiri muonekano wangu tu hata wa nje ukiniona tabasamu pia unajua kabisa naendelea vizuri. Karibu sana bana. Asante sana. Kwa mara nyingine tena Rick Media. Yeah. Project yako na Chilla. Yeah man. Yaani mimi kwanza niliona umefanya kazi na Chilla, I was like okay, nataka nijue zaidi na zaidi. Yeah. Ngoma na Chilla. Chilla ni mtu fulani ambaye inahitaji akili nyingi sana kumuelewa. Yaani ili uende naye sawa, muelewane mpaka mnaachia kolabo. Kuna vitu tu utakuwa umekubali kwamba brother, hapo wewe ndo unajua. Mimi niko pembeni. Let's do this and this and this. Story behind mpaka unapata ngoma na Chilla. Tangu nilivyotease kwamba naleta ujio na Chilla, watu wengi sana wameshangaa. Na nimepokea simu nyingi sana, imekuaje? Yaani inaonekana kama mkubwa wa kazi, inahitaji akili nyingi kama ulivyosema wewe. Lakini my brother, story kidogo iko tofauti kwangu. Cha kwanza ambacho naamini mimi ni mpango wa Mungu. Na story nyuma ni kwamba miaka kadhaa kama 2-3 mimi ni mmoja wa wasanii wa mwanzo kabisa kwenye nchi kupewa barabara zenye majina ya msanii. Umeelewa? Nilikuwa nakuja huko bana. Kwa hiyo story ndio inaanzia hapo kwa nini nimefanya kazi na Chilla. So nadiriki kusema hivyo. Mimi ni msanii wa kwanza au wa pili kupewa hiyo heshima. So niliwahi kushare kwenye mitandao yangu ya kijamii viongozi wa manispaa ya mji wa Kahama wakiongea sababu za wao kutoa barabara yenye jina langu. Sababu hizo niliziposti video clip kwenye mtandao wangu wa kijamii. Nilipongezwa na wasanii wenzangu wengi, lakini DM moja hapo nilipata ni ya Chilla. Umeelewa? Nilishangaa, yani sikuwa nategemea kwenye historia ya maisha yangu kwamba mtu kama Chilla anaweza kumfahamu Nacha. Niliona kama muziki wangu ni tofauti sana na brothers na wao wanavyofanya. Kumbe ni mtu ambaye yeye ananisikiliza sana. Yani ni wale die hard fans wangu, yani mtu nikitoa nyimbo anakimbia kufuatilia kusikiliza. So hapo usimsahau MD wa East Africa. Okay. Regina Mengi. Anakusikiliza mno. Niliambiwa na Grayson aliniambia hicho kitu. Nikafurahi sana kusikia hivyo. Sijakutana naye lakini natamani sana pia kukutana naye. You will. Yeah, kwa hiyo Chilla alinicheki bana, mdogo wangu wewe ndo msanii wa kwanza kupewa hiyo, hongera sana, mimi nakukubali. Nilifurahi kiukweli, nikamwambia shukran. Ikapita hiyo
Tukaja kukutana siku moja Kinondoni. Mimi sikuwa nimemuona, alinifuata sehemu moja kunisalimia. Ulikuwa umechill. Sehemu kidogo kuna chakula tulikuwa tunapata, kwa akanifuata kunisalimia. Nilifurahi na mimi ibidi ninyanyuke kwa heshima kumsalimia. Akaniambia, mdogo wangu mimi nakukubali sana. Akarudia tena kauli yake. Cha msingi mimi nakuombea kila laheri, ila nitafute mimi naweza nikakufanyia kitu. My brother. Just like that. Kwa hiyo alivyoniambia anaweza kukufanyia kitu, sasa ukiangalia career yangu mimi ni mdogo sana kwenye career ya music. Nikimwangalia mtu Chilla sifikia hata robo ambacho yeye amekifanya kwenye industry. Sasa mtu kama yule kuniambia na nikubali na anataka pia kufanya kitu na mimi kwangu ni baraka. So baada hapo ikabidi nimtafute sasa kaka yangu, twende studio. Niko tayari. Mimi nilikuwa na project zangu zingine nataka kuachia. Niambia kaka yangu, no, twende studio. Tukutane studio tufanye kitu. So nikamchukua tukakutana studio, akaanzisha muziki, nikaingia. So far tumetengeneza kitu kizuri na wimbo watu wataupenda naamini, kwa sababu Chilla ni mtu ambaye ana ufahamu mkubwa na tumeshoot naye na hajawahi kunisumbua na tuko naye mpaka leo. Umeenda sawa? Nafikiri kwa sababu yeye ni fan wako. Yaani na wewe una ile love kwamba brother yeye ndo amenionyesha njia kwamba nataka kufanya. Yeah, of course, apart from yeye kuwa kutamani kufanya kazi na mimi, lakini mimi nilikuwa na wish siku moja nifanye na Chilla, kwa sababu kina Chilla ni wale Bongo Flava Golden Generation. Kile kizazi cha dhahabu cha Bongo Flava. Mimi binafsi yangu sijui watu wengine. Mimi naamini kizazi cha dhahabu cha Bongo Flava ni cha kuanzia 99 miaka 2000 ndo future ya muziki wetu wa Bongo Flava. So kwamba wasanii sasa hivi wafanye vizuri, hapana, wanafanya vizuri lakini walitengenezewa huko. Walitengenezewa tu, not kutengenezewa, bado hatuendelezi kile ambacho kimefanyika. Hatuwezi kufikia pia. Unahisi ni kwa nini? Watu walikuwa kidogo, game kwanza ilikuwa ni vile, lakini watu walikuwa na upeo mkubwa. Nikurudisha nyuma kidogo. Bongo Flava sio msanii wa kurap, sio kuimba, walikuwa wamestick kwenye content wise. Na kurudisha, nichukulie msanii wa kuimba wa kizazi hiki. Alafu mchukue na Zedianto. Chukua wimbo kama Binti Kiziwi au Mpenzi Jini. Nichukulie, sitaji jina, lakini nichukulie msanii wa sasa wa Bongo Flava, muimbaji, niwekee pia na aina ile ya muziki. Kuwekea Best Naso. Best Naso sio leo pia. Yupo muda kidogo. Sasa unaangalia kuna kina Zedianto, angalia kina Duli walichokuwa nakifanya. Angalia kina Chilla, Hussein Machozi kafia ghetto. Umenielewa? Angalia kina Mpenzi yule mzungu wa 4 Bushoke. It was amazing. Mwangalie Chibaba ile Bubu. Mpenzi. Sasa unapata wapi sasa hivi? Ngumu kupata. Kwa hiyo sasa mimi pia napenda Bongo Flava. Mimi nimekuwa kwenye kizazi ambacho Bongo Flava inafanya vizuri. Unanielewa? Mimi ujue nimekulia mikoa ya kanda ya Ziwa ambayo kumuona msanii ilikuwa changamoto. Tulikuwa tu tuna kituo kimoja ambacho kilikuwa kanda ya Ziwa kinafanya vizuri. Tanzania nzima ndio tulikuwa tunawasikia. Kwa hiyo unamsikia Chilla, unalala unamsikia. Kwa hata kuona sura zao nilikuwa sizioni, kwa sababu ili ufanikiwe kwenu kuwa kuna television lazima labda baba awe mfanyakazi wa serikali au mama awe mfanyakazi wa serikali ndio kwenu kutakuwa kuna umeme. Sasa sisi tunaonaje watoto wa mtaani? Ngumu. Kwa hiyo tulikuwa tunawasikia, tunawishi siku moja tufanye nao kazi. Kwa leo tukikutana nao, tukifanya nao, inakuwa ni baraka, ukiachana na huo muziki ambao tumeutengeneza. Hii ngoma imetengenezwa muda gani? Wimbo umetengenezwa mwisho wa mwaka jana. Okay. Umetengenezwa ukamaliziwa mwaka huu mwanzoni na umekutanisha maproducer wawili. Ni story gani ngumu kuhusu Chilla ambayo ulikuwa unaisikia ambayo hujai experience kabisa? Nilisikia ni mtu fulani ana mieyusho, anaweza kukutoa nishai, lakini hata watu wangu wa karibu wananiambia, bana inakuaje unafanya kazi na Chilla, kazi hiyo haitafika mwisho, atakusumbua nini. Lakini kingine kilichosababisha pia Chilla aliupenda muziki, aliniambia ni kama nimeimba maisha yake. Umenielewa? Kaniambia bana mimi ni kama umeimba maisha yangu, kwa hiyo na kitu kikubwa mimi pia cha kuadi humo. Kwa hivyo nilisikia story kama hizo, lakini mimi nikasema no, sitakiwi kufuata ambacho mimi nimekisikia. Natakiwa mimi kujaribu nione kama mtu ana changamoto hizo. Umenielewa? Ndio nitajua. Lakini so far so good, nakaa peke yangu najiuliza au labda watu wanaodili na huyu ndio wana changamoto. Mimi sijaona changamoto. Nilijua utatenda baba, ila sikujua kwa namna hiyo. Au inawezekana labda kwangu imetokea hivyo, ni mpango wa Mungu kaunyoosha kwamba utaenda hivyo. Kwa hiyo by the way, adui wa mtu mwingine si adui yako. Kwa hiyo mimi kwangu kiukweli sio kwamba nampa maua amefanya kazi na mimi, lakini hatujapishana kokote.
ni brother ambaye ananiheshimu na mheshimu. Tumekaa chini, tumetengeneza muziki na muziki unatoka pia. Oh yeah. Nacha, wakati nakutambulisha hapa nikutambulisha kama moja kati ya vijana ambao tulizawadiwa na game. Yaani kama tulikaa kimya bila kupata vijana wengi wapya kwenye rap, alafu ndo mkaja nyinyi mkachangamsha game kinoma sana na mkapotea tena kwa pamoja. Yaani kila mtu akachimba kivyake. Unamsikilizia Nacha ndo hivyo anakuja kutoa ngoma sasa hivi. Utakuja kuangalia kina hadi majina ndawa sawa, kila Koyo MC. Where is Koyo? Unakuja kuangalia wakina, yani wote wakipindi kile. Shida ni nini? Mimi sidhani kwanza kama mimi nimepotea. No, mimi nilikaa kimya tu. Mimi nilikuwa story nyimbo. Sasa unafikiri nini? Au unafikiri kuonekana? No, sisi tunakutambua wewe kama mwanamuziki ili tujue wewe upo, unatakiwa utupatie kazi. Kupotea ulitakiwa unifuatilie unikute kabisa hata sana zenyewe sijihusishi. Wewe umepotea wewe. No, ngoja nikwambie mimi nilikuwa niko busy na EP yangu. Matatu hajapotea au? Nilikuwa na EP yangu ambayo naiandaa mkononi, nilikuwa nabadilisha pia production za kufanya. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi nilikuwa ni msanii ambaye kiukweli nilifanikiwa kuja na aina fulani ya muziki ikawa inapata wafuasi wengi sana. Nikutolee mfano. Mimi ni mmoja wa wasanii ambao nilikuwa na record paka nyimbo za kuongea tu, spoken word poetry. Na record video yake na simu, lakini ukiweka kwenye mitandao ya kijamii unakuta na views milioni, 700. Kwa sababu watu washakupa heshima hiyo, yani kwamba vitu unavyoviongea ni sensitive. Watu wanapenda, unanielewa? Kwa hiyo ilifikia hatua ukiendelea kufanya kile kitu mara kwa mara, inafikia time watu wanachoka. Tuko kwenye generation ambayo watu hawahitaji kuumiza kichwa. Watanzania wana matatizo. Binadamu wana changamoto. Watu wamesoma, hawana kazi. Tuko nao mtaani sasa hivi tunasuka majamvi, tunaangalia leo anacheza nani, tunaondokaje 3+ GG, umenielewa? Kwa sasa ukianza kuwaimbia watu matatizo pia kuna time watu wanachoka. Kwa hivyo nilifanikiwa kutengeneza aina fulani ya muziki na ikapendwa sana. Na nadiriki kusema kabisa ni moja ya muziki yangu ambayo inapendwa paka kesho. Niko natengeneza content nzuri, zinawavutia watu wengi. Na nilikuwa nasikilizwa paka na watu lika la tofauti. Umenielewa? Watumishi, umenielewa? Wanafunzi. Ndio hapa tunasema MD wa East Africa. Man, umenielewa? Na nimepata taarifa zake kutoka kituo kingine na natamani kukutana naye siku moja tukae tuongee. Sasa vitu kama hivyo watu walikuwa wananisikiliza, lakini nilikaa chini nikasema no, natakiwa pia kuja kufikia hatua nibadilishe pia ni update pia game. Sitaki kufanya kitu kimoja kwa muda mrefu kwa sababu binadamu ana tabia ya kuchoka. Kila siku ukiwa unaamka asubuhi unakula ugali dagaa, mchana unakula ugali dagaa, usiku ugali dagaa, kesho dagaa zitaanza kukinayo wewe. Utozipenda kabisa. Utozipenda. Lakini kisha fikia hatua asubuhi unakula chapati 2 na supu, mchana unakula zako ugali na maini. Mambo unayoyapenda sasa unazungumza. And then zikipita siku 3-4 unamisi huo ugali dagaa, lakini ukiula kila siku inakukata. Ndo mimi sasa nilikaa chini nikaona nikuwapelekea nyimbo kwa sababu pia hata malalamiko nishaanza kuyapata. Bwana inatosha basi badilisha aina ya uimbaji. Umenielewa? Walianza kukwambia? Of course nianza kupata tatizo. Badilisha aina ya uimbaji. Afadhali walikwambia lakini. Una nyimbo tu za kuongea muda mrefu dakika 7. Na mimi kweli nikakaa ndani najitathmini. Kweli sasa zinapendwa lakini nakosa nafasi. Kuna baadhi ya maeneo media zinashindwa kunicheza. Nyimbo na dakika 7. Dakika 7 ya nyimbo ngapi za Bongo Flava? Na uwezi kuiwekea kuchi. Unawekaje nyimbo taratibu imepigwa kinanda tu taratibu. Yaani isikike. Sahi. Kwa wimbo na dakika 7. Na huwa nyimbo za Bongo Flava ngapi? Nyimbo karibia 5. Sasa naipa nini media mimi? Mpaka ifikia hatua dakika 7 inicheze mimi, iache kucheza wasanii wa mainstream wa 4 wa 5. Haiwezekani. Kwa automatically ule muziki sio wa media. Na ndio maana mimi ulikuwa unioni kwenye media. Ni muziki wa mtaani. Ndio maana ulikuwa ukienda hata kwenye sehemu za kustream muziki unakutana na numbers kwa sababu hawapati walaji wa ule muziki hawapati kwenye media. Wanaenda kwenye digital platforms. Hasa shows zile kwaje? Ndio nakwambia. Kwa hiyo muziki ikawa inanifunga pia baadhi ya sehemu. Okay. Nashindwa kupata shows. Utapata show watu wameshalewa ukaongelee dakika 7. Amesoma na ajira, yuko mtaani. How? Shusha huyo. Nani huyo? Piga mawe. Kiukweli nilifanikiwa lakini ikawa ina madhara yake. Na mimi nikakaa chini. Unajue mimi aina hiyo muziki niliuleta tu baada. Unajue mimi ni mjanja tu kukaa kuangalia industry na misi nini naleta hichi. Lakini mimi ilikuwa sio muziki wangu. Mimi nilikuwa natoa muziki mingine ila haipati nafasi. Muziki ulikuwa mgumu, kwa hiyo nikatafuta hiyo aina ya uimbaji, ukapata nafasi lakini ukaanza kuni-challenge. Nikawa siri kwenye media, nakosa shows. Mimi ni msanii ambaye huwezi kuniona kwenye shows.
kwa sababu sio kwamba hawataki kukupa, lakini muziki yako currently haitupi vibe hiyo ya kusema watu watatoa kiingilio. Mwanzo nililaumu sana, kwa nini nikiangalia magoma yangu yanapendwa, ukikatiza hivi boda boda stendi sio nini, yani nyimbo zinapendwa, lakini kwa nini upate show? Nikaja nikakaa nikagundua aina ya muziki wenye matamasha, media, wafanya biashara pia. Wao wanataka wanapokuleta msanii wanakulipa wapate pia faida. Wao wapo kwa ajili ya support. Unanielewa? Kwa hiyo mimi leo of course wapo kwa ajili ya kufanya biashara pia. Kwa hiyo mwanzo ilikuwa inanikata, lakini baadaye nikaja kusema inawezekana mimi ndo na challenge. Kwa hiyo nikasema nitatoa poetry yangu ya mwisho. Alafu baada hapo nitanyamaza, sitatoa nyimbo. Nitajitafuta, nitarudi na aina nyingine ya muziki. Na so far nikatoa poetry yangu ya mwisho kwa inaitwa Why Always Me. Naikumbuka. Nilifanya vizuri sana. Na ni poetry ambayo nimeshutia simu tu. Nimekaa na mwanangu kanishuti. Ina zaidi ya watazamaji 700,000 kwenye mtandao wa YouTube. Which is kwa muziki huo ni real sana. Unapata wapi? Dada, hata wasanii wa kuimba hawapati hiyo. Umenielewa? Wasanii wa kuimba wengi tu hawapati. Inaonesha namna gani ambavyo ule muziki unapendwa na watu wengi. Kwa hiyo ikanididimiza mimi hata kiuchumi. Ulifuria? Sijawahi kuwa na hela by the way. Sijawahi kuwa na hela. Mbona unamkimbia mdeni? Sijawahi kuwa na hela ila ikanididimiza pia. Ikanitengenezea matabaka. Hata kile kidogo ulichokuwa nacho? Ikanitengenezea matabaka kuonekana huyu hapa mwanaharakati. Mimi sio mwanaharakati, mimi msanii. Mimi natakiwa Kwani wasanii nyinyi sio wanaharakati? Sio mwanaharakati. Hamna harakati? Mimi mburudishaji. Sasa unanitengenezea mazingira ambayo kesho mimi nahitaji msaada sehemu. Atatajwa jina, atakuepo Sarafina, atakuepo nani? Huyo mkate huyo. Na mkate huyo hapana huyo. Huyo nyimbo zake hamna. Unanididimiza kiuchumi. Sasa umeacha kwa sababu ya Sijaacha. Okay. Sijamaliza. Okay. Sijaacha. Kwa hiyo unanididimiza kiuchumi. Kwa hiyo ukirudi ni muziki ambao watu wanakupa oya noma, greatest of all time oya. Aliye kutokea mwandishi kama wewe. Wewe hatari. Lakini mimi siku moja nishawahi kufanya research nikiwa na wanangu, nikamwambia hivi, watu wanapenda sana muziki. Ngoja mimi nianze kuchallenge. Mtu akawa akinicheki, bana oya noma, inabidi utoe magoma fulani. Anambia sasa sikiliza. Nimekwama nyumbani umeme. Mita namba hapa, lipia shilingi 10,000. Anapotea hapo simu. Wanaokuambia noma wale. Watu wanaokupa 5 noma. Sasa hiyo ilikuwa challenge au kweli ulikuwa unapitia? Mimi nilikuwa na challenge. No. Alanka, I have to ask, bro. Mimi nilikuwa tuna challenge, nilikuwa nataka kuwapima. Kwa kuna mwingine huko anaweza kaa na hisi ulikuwa unapitia kipindi kigumu, kumbe ulikuwa unamchallenge. Mimi na challenge pia nione, okay fine. Nyinyi mnapenda mwingine kabisa bana, tunapata elimu, usiache ni noma sana muziki wako. Okay, noma. Usijaribu mapiano. Usijaribu kabisa yani utajipoteza. Wanamwambia okay fine. Sasa mimi natakiwa nipate 200,000 tu nikarekodi. Toa 100,000. Sasa sikia, ujue wife jana baada hapo simu apokei. Sasa nikaa na wanangu. Wanapenda muziki wangu. Wanajua mimi nauandaa vipi. Kama mimi sipati chochote, nitakufa njaa sasa. Jamani, mimi nafanya muziki nipate hela. Nikifanya tu kuburudisha peke yake nitakufa. Kwa hiyo nikasema hapa, hii ni challenge. Lazima nikae peke yangu, nijitathmini. Siwezi kuacha muziki ya content, tabadilisha mfumo. Ndani ya mwaka nitakuwa nawaangushia angalau dude hili la poetry sasa. Kwa sababu wanapenda aina hiyo ya muziki. Hiyo kama bonus. Kama bonus wanangu sasa. Hii sasa najisacrifice, enjoyini. Ila msiniwekee mipaka kwamba ni lazima toa nikitoa nyimbo zingine usiache, hapana. Unanididimiza mimi kiuchumi. Mwisho wa siku nikikwama wewe huwezi kunisaidia. Ila wewe unafurahia madini nayotoa. Bad luck ni kwamba ni muziki ambayo hukurupuki kuiandika. Nataka akili nyingi, unatakiwa ufanye research, uguse sekta mbalimbali, elimu, uchumi, siasa kidogo, muziki. Sahihi. Sio muziki wa kukurupuka. Na ndio maana ukitoka kila mtu una enjoy. Sijawakimbia wanangu, dude lenu lipo litatoka, ila kwa sasa hivi tupo muziki kidogo. Muziki pia una mambo mengi. Na kwa Tanzania haiko sana. Lakini kwa Marekani utaona hata wasanii wa hip hop wako kwenye showbiz. Yaani ni kama ni mfumo fulani tu wa industry yenyewe ya entertainment. Lakini kwa huku kwetu ikitokea leo nacho unaingia kwenye mfumo wa showbiz, wanao watakukataa kabisa.
Yani hata ukienda studio wanakuwa wanakupiga jicho lile la uvipi huyu mtoto kashakuwa mzalamu. Hii ni kwa nini? Nadhani ni fikra ambazo tumeshazijenga bila sababu kwenye taifa letu. Ujue taifa letu sisi ni taifa ambalo automatically kuna vitu tu watu wanajijengea na vinakuwa ni utamaduni. Ukifanya unaonekana kama tayari huyo tayari. Sasa sijui, na hususan kwenye muziki wa rap, ukija kuchukulia muziki wa rap sasa sisi tunaangalia wenzetu walivyokuwa wanafanya nje. Wenzetu showbiz ni vitu vyao kabisa. Muangalie ule Tupac ambao si mashabiki wengi wa muziki wa hip hop wanampenda. Alikuwa na kipini hapa, alikuwa anavaa bandana, tattoos, Mnyamwezi. Sijui dhana ya msanii bora wa hip hop pia ni kuwa normal, mchafu nini, sijui ilitoka wapi. Lakini kumbe unawezekana tu ukawa Mnyamwezi, umevaa periods, umesuka, umenanila. Unaweza kufanya hivyo. Sasa mimi binafsi yangu siwezi kufanya. Kwa sababu umeingia kwenye mfumo. No, sijaingia kwenye mfumo. Sasa umeshaingia kwenye mfumo kwamba mwana hip hop. Unataka nikujibu? Hii sio hip hop. Mimi nimekulia kwenye misingi ya dini ya Kiislamu. Ndio shida yake. Hii ndio raha yake au ndio shida yake? Okay. Maana usichanganye maneno. Astaghfirullah. Ndio faida yake. Okay. Mwenyezi Mungu anisamehe. Ndio faida yake kwa sababu ukiachana na muziki, mimi ni mtoto wa watu. Wa wenyewe. Na baba, na dada zangu, na kaka zangu, na jamii, na shangazi zangu, na maisha ya kawaida, lakini ambayo kimsingi unapoonekana wewe unawawakilisha wao. Nawawakilisha. Kwa hiyo upande wangu mimi sioni vibaya watu wakifanya hivyo, lakini upande wangu mimi, kwangu mimi siwezi kufanya kulingana mimi nimekulia kwenye misingi ya dini ya Kiislamu. Maisha yangu mengi nimeyaspendi nikiwa madrasa. Maisha yangu mengi nimeyaspendi nikimsoma Mwenyezi Mungu na kumjua Mwenyezi Mungu na kufanya ibada. Umenielewa? Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu bila kushauriwa na mtu, mimi mwenyewe nasema hii siwezi kufanya kutokana na mafunzo niliopitia. Ukiachana na hivyo, mimi ni mtoto wa Alhaji, babangu ni wale watu ambao wametoka kuiji Maka. Unanielewa? Ndio babangu mimi. Unanielewa? Okay. Leo vipi aje kaya nione nimetoboa poa? Alikuwa na shida na wewe kuingia kwenye muziki? Sana. Nimepitia changamoto nyingi sana. Mimi niliondoka nyumbani kwetu. Mimi nimekulia Nyasubi huko kanda ya Ziwa. Mimi nimeondoka nyumbani kwetu nikiwa mdogo sana kwa sababu ya vita ya mimi na mzee wangu. Unaupambania muziki? Napambania muziki. Mzee wangu anataka kunielekeza kwenye mafundisho ya dini ya Kiislamu. Babangu mimi alikuwa ni shehe wa msikiti mmoja huko mtaani ambapo mimi nimekulia pale Nyasubi. Au ulikuwa mtoto wa shehe? Ndo alikuwa shehe msikitini. Inaleta picha gani mtaani? Sio nzuri. Kwa hiyo alikuwa anapigania ile. Baadaye nilimchukia sana mzee wangu, ila nilivyokuja kukua nikaona mzee wangu alikuwa ananielekeza kwenye misingi ya kumjua Mwenyezi Mungu. Mpaka leo mimi babangu rafiki yangu mkubwa, lakini zamani alikuwa adui yangu. Ana ngoma anayoipenda ya kwako? Au asikizi? Sijawahi kujua, lakini kila nikiongea naye ananipongeza tu, ananiambia endelea kufanya, unafanya kitu kizuri. Kwa hiyo ilikuwa vita kubwa sana, kwa hiyo ilinibidi support kubwa nilikuwa naipata kwa marehemu mama yangu tu, ndio alikuwa ananisupport. Kwa hiyo ilifikia hatua nikaona inatakiwa kuondoka nyumbani. Mimi nimeondoka nyumbani kwa kidato cha 4. Wow. Nikaona hapa siwezi vita. Mzee hapo bi mkubwa alikuwepo? Bi mkubwa alikuwepo. Mzee wangu aliweka utaratibu. Usipoonekana swalati ya Isha usiku saa 2, ukirudi nyumbani hamna kula. Na wewe muda huo unakuwa studio? Nakuwa niko studio. Saa 1 mimi nilikuwa nacheza mpira, napenda mpira. Nisipoonekana masjidi magharibi, hakuna nyumbani kula. Kwenye swala 5 mzee wangu alikuwa anatamani angalau hata 2-3 zisinipite. Saa 1 nilikuwa busy na mambo ya muziki au mpira, usiku pia nilikuwa kwenye mambo ya muziki. Kwa ulikuwa na swali ngapi? Ndio nakupa sasa muziki ujana, kwa hiyo nilikuwa nashindwa ku-maintain kwenda msikitini. Nilikuwa naona kama mateso. Unanielewa? Kwa hiyo kawa vita kubwa, nisipoonekana msikitini siri. Nisipoonekana msikitini siri. Kwa nikawa naona mzee anipendi nini? Au mimi sio mwanae? Kumbe maskini alikuwa tu ni njia njema ambazo ndo zinanisaidia mpaka leo. Unanielewa? Kwa hiyo hata ukiniona mimi nimekengeuka, swala lako ilikuwa moja tu. Swala moja tu. Mimi sijai kuwa na ugomvi na mzee wangu zaidi ya kuelekea kwenye dini. Basi. Umenielewa? Kwa hivyo
vita hiyo nilikuwa nayo, nikafikia tu nikasema kwamba kwetu si hajawahi kuwepo msanii. Mzee wangu unawezekana sasa hivi asielewe, nikiondoka naweza nikamprove wrong. Kwa hiyo kwenye mapambano yangu ya muziki ilikuwa ni mimi nafanya muziki, lakini pia na improve wrong mzee wangu. Kwa hiyo so far so good. Baadaye watu wake wa karibu waanza kumwambia bana, nilikuwa nimekaa kwenye TV nimemwona kijana wako anaimba nyimbo nzuri tu. Wanakuita nani kwa nini? Salum. Mimi naitwa Salum Othman Rashid. Bwana Salum, tuko na Salum. Ndugu yangu tuko na Salum anaitwa Shabani. Naam, so doctor. Bwana Shabani. Umeona? Kwa hiyo tumemwona bana Salum, mbona anaimba tu vizuri. Mzee Saili akiambiwa na watu wanaona hivi inawezekana. Anasikiza kwa kuchukia. Kwa baadaye akanasikiliza akaona mbona kama dogo tu anaimba vitu vizuri. Kwa hiyo bismillah. Kwa hiyo endelea mwanangu, fanya, wabillahi tawfik, Mwenyezi Mungu atakusaidia. Kwa hiyo tuko paka hapa leo. So hauna tatizo kabisa na wasanii wa hip hop kufanya showbiz? Mimi sina tatizo nao, na wapo wanaofanya, ingawa hatuwezi kutaja majina, lakini wapo nchini kwetu ambao wanafanya. Kwa hiyo ruksa kufanya, kwa sababu ujue brand ni the way wewe unavyojiintroduce kwenye jamii. Nikiamua mimi kuonekana mwanaharakati nikijiintroduce hivyo, automatically mimi ni mwanaharakati, nitakuwa hivyo. Wakati kipindi chenu mnaanza kufanya vizuri, ilikuwa inasemekana, mimi sina uhakika sana kwenye hilo, kwamba wadada wa Bongo Movie ambao tayari wamepata nafasi kwenye Bongo Movie walikuwa wanatamani kuona vijana ambao ndo wanaanza, pengine ili kumaintain ile status ya kuzungumziwa na nini. Iliwahi kutokea labda na wewe mtu labda ametaka mfanye kiki au amekupenda kweli? Sikumbuki. Kiongozi tulikuwa wote. Hayo mengine hayajui, mwache. Sikumbuki, lakini niliwahi kushauriwa hivyo. Tukae chini na msichana mmoja alikuwa anafanya sana kipindi kutengeneze kitu, lakini nikana yeye mwenyewe ndo alikufuata. Watu wake pamoja na mtu wangu mmoja hivi. Tutengeneze kitu fulani, lakini nikaona mateso yake haya yatakuja kuwa makubwa, alafu niliona mizizi yangu kwenye sanaa ni midogo. Mimi ndo naanza muziki. Nikisha wapa nafasi watu wakajua taarifa zangu, watu hawatonipa mimi sikio. Wataanza kufuatilia mambo yako. Wataanza kufuatilia, kwa nitakapokuwa naleta kitu serious, watu watashindwa kuelewa. Nikajikita kwenye utengenezaji wa materials kali, content kali. Watu wakanipa sikio. Kwa sasa hivi hata nikifanya ni kawaida. Mimi leo hata nikikengeuka ukinisikia yani nafanya kitu cha ajabu, mtu tu ataona anacha kaamua kufanya, lakini mtu akirudi nyuma akasikiza muziki yangu anaona huyu ni mtu wa design gani. Alikuwa ni mwigizaji au ni msanii mwenzako? Mwigizaji na msanii. Siku hata imbi tena. Anasema kashafanya kiki nyingi. Nini? Unataka umjue? Ana familia sasa hivi, ana mtoto mmoja hivi. Ana watoto. Ana mpenzi wake mmoja sasa hivi. Ranka unaweza ukategua hapo mara moja. Au wajui watu. Nikitaja hii kodi ya mwisho ndo mnaweza mkagundua, lakini sihitaji. Sihitaji. Hapa ni ana familia, ana mahusiano yake, kwa hiyo watoto wawili. Mimi nao wajua. Wawili. Inawezekana baba wanne. Mmoja mwingine sio wake. By the way sio issue. Leo tuko na Nacha. Tuko na Nacha leo. Kwa Bongo mimi napenda sana show business kwa sababu ndo zinatuweka pale yani somehow. Kwa sababu ndo entertainment yenyewe. Kwako wewe king of showbiz kwa hapa kwetu ni nani? Hivi showbiz samani kwanza. Showbiz yani ni maisha. Subiri na kuelewa. Akiwa mfulani labda ni king wa showbiz inakuwa ni tusi au ni sifa? No, showbiz ni show business. So it's a business thing. Sio tusi. Wako wengi sio wanaonekana kutaja biashara za watu inakuwa ngumu. Kesho nitahitaji kuimba na mtu itashindikana. No. Nilikuona Rick Media ulinituka, mimi siwezi kuimba naye. Hiyo sio tusi bana, come on. Lakini sio vizuri tu kumention biashara majina ya watu kwenye hizi vitu, lakini wapo tunaona mabingwa wa showbiz wanafahamika. Hawezi kurelease muziki bila
kufanya chochote. Kumbe wewe ulivyoitafsiri ndio maana Subiri. unahisi unatukana watu. No, hawezi kufanya, naelewa. Hawezi kufanya kitu bila kufanya chochote. Anaweza akajionyesha kwamba mimi namiliki sasa hivi jumba kali, namiliki ndinga